5 in Corinthians 10:3 up to 5. Maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome, tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Soma na Kizungu. For though we live in the world, we do not wage war as the world does. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On contrary, they have divine power, demolish strongholds. We demolish arguments and every pretensions that set itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought that makes it. And we make captive every thought to make it obedient to Christ. As Christians, who are tunapitia very many challenges. Those challenges help us. Ni shetani anazileta. And we must fight, and we must wage war against him. And as you know, in war, katika vita kuna ile there is destructions. There are permanent scars, and there are deaths. Haya yote ni mambo ambayo hupatikana wakati kuna vita. So wakati tunajua there is war, lazima tujichunge sana. Lakini tunaambiwa hatufai na silaha za dunia hii. Ifai na silaha za Mungu. Kwa sababu ya shetani hapigani na silaha za Mungu duniani. Sometimes they find watu wanapigana. Na hiki kiini chake ni silaha ambazo hatuzioni na macho. Wakati nje zinakuja, lazima skana zitapatikana. Na wakati nje zinakuja, properties are being destroyed. These properties may be the blessings that God intends to give you. These are the properties individual ambazo tunastahili kuwa nazo, but are being destroyed katika ama wakati hazijatufikia. Ama zingine zitakufa. Remember when Daniel was praying, was fasting, Biblia inasema chini yake alikuwa amefungiliwa katika anga. And he took the intervention of Michael kukuja kupigana na ile pepo ambayo alikuwa amefungia.
So that there was a strong fight until the angel, the commander of God, came to assist the angel. Bwana Yesu asifiwe. Haya ni mambo ambayo yanatokea katika hii dunia. Ni mambo wakati mwingine tunaomba sana, tunashangaa hii itaendelea hivi. Bwana Yesu asifiwe. Siku inaisha, ni shetani akishindwa anaondokea, anaenda kupanga jambo lingine. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunajua wakati Kristo alimaliza kufansa, devil came to tempt him. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema na shetani akiendelea up to the whole time, agoja wakati mwingine akuje kutesa. Bwana Yesu asifiwe. And indeed he came. Bwana Yesu asifiwe. If you are devoted, praise God. And what tupate neno lingine from the book of Ephesians 6. Ephesians 6. Si tunalijua hilo neno. Ephesians 6. Kwa maana kushindana kwetu sisi juu ya damu na nyama. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo, toeni silaha zote za Mungu, mpate kuweza kushinda siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine niliwafunza kuhusu the rulers. Bwana Yesu asifiwe. And we saw they are the ones responsible to set ama kuweka msingi fulani ama taratibu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Kuweka fulani katika elimu. Bwana Yesu asifiwe. Then against the authorities. Nazo tulisema authorities hizi za hadharani ambazo zinakuwa ule upande mwingine wa shetani. Bwana Yesu asifiwe. Because they are arranged in lands. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hata shetani aliiba kufahamu na akili kwa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hakuna kitu kingine angefanya. He need to put the things in order. Bwana Yesu asifiwe. Authorities and against the powers. Bwana Yesu asifiwe. These powers, they take ndizo zinaandika katiba na a region or a country. Bwana Yesu asifiwe. They take a large area. Bwana Yesu asifiwe. Hizo ndio zinasema hawa watakuwa kufanya hivi. This one behaving like this. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hata si wanajeshi wakikuja huku ukimwangalia ukamteua ni mnajeshi. Kwa nini? Hajaongea. Tabia sana. Bwana Yesu asifiwe. The demonic forces ni nyakokoa. Bwana Yesu asifiwe. They make people to behave in a certain way. Bwana Yesu asifiwe. Kama Ingereza asiwe jana, Germans, Ingereza na bie, siwe Germans sana. Bwana Yesu asifiwe. Because there is those forces
Hiyo toeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana. Kwa sababu hiyo toeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushinda siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Basi simameni hali mmejifunga kweli mioyoni na kuvaa dalili ya haki kifuani. Stand firm then with belt of truth buckled around your waist. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Whenever you saw a soldier, Paulo alikuwa analinganisha ile the armor ambayo wanajeshi walikuwa wanavaa wakati ule. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Even today they do the same. Bwana Yesu asifiwe. Amen. The belt. Bwana Yesu asifiwe. Ule mshipi wao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio wanaona na ndio hali ina hofu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana akiwa tu ndio. Kwa hiyo so that we can be able to carry the weight na nikapamoja nao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inayo hapa kwa tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na roho na roho mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu tunajua the belt of truth. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bila mshiki ndio inabeba kila kitu. Silaha zote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inaitana mshika huko. Hata risasi zao wanaweka huko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio inakuwa inafikia everywhere. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ukiangalia akiweka huku inabeba silaha chini kuna mifuko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ile mifuko inashikiliwa na ule mzigo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wao wale wale kila hiyo. Ndio shamba here. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Because we must be very true. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kufungiwa miguu tayari tupatao kwa injili ya amani. Zaidi ya yote mkitoa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama hii kama naweza linganisha is like a bullet. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Those days walikuwa na mambo imetengenezwa na chuma. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sababu walikuwa wanapigana na mishale. So nowadays tunavaa bullet. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii bullet ni ya kuzuia ni mishale kama risasi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilikuwa naangalia nilikuwa ya this bullet ama this armor. Ilikuwa inachukua show. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ya kuchukua mgongo inachukua na kusaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na nikaangalia material yenye inatengeneza this thing. The material na kobo ya spider. The kobo ya spider na hiyo material ikiwekwa pamoja na spider iko na nguvu kushinda ya the material that natengeneza hiyo. Bwana Yesu asifiwe. And inasema that cobweb it is 10 times stronger than steel. Then nikaangalia wakati mwingine unaenda wali uko na pa hata maana kugira hana wewe kae kwa uko kwa wewe.
positive, very strong. Bwana Yesu asifiwe. Amen. It is very strong. Kana vile tunaambia tunapigana with argument. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ile kitu inaweza kuwa imelelewa. Bwana Yesu asifiwe. Hata sisi tunachukua mkate divai nasema ni damu na mwili wa Kristo. Just by speaking to it. Bwana Yesu asifiwe. The same way they can put those people behind the wanapita na wanakufunga. Bwana Yesu asifiwe. It is very strong people ambayo wengi kugani. Bwana Yesu asifiwe. Ile anayeje ile ugonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio shaka hapo ndio kwa Bwana Yesu asifiwe. Singekuwa na wao akija wao na kugoja. Kwa sababu za wipo. Bwana Yesu asifiwe. Ndicho wipo. So that ama ya kutosha. Bwana Yesu asifiwe. Stay the show. Ama ile mishale isipimie. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio tunaambiwa the great place of passion. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hapo tumejiweka imani kama tumetubu dhambi zetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hapo kani ningeweza kushughulika kwa kilo vya kutu wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Tunakuwa watu wa Mungu. Ili shetani asiende kujishikia mahali. Bwana Yesu asifiwe. Tena ipo mbele chekeo ya uko na upanga wa Roho ambao ni neno na Mungu. Kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika Roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote. Amen. In addition to all this, put up the shield of faith. Bwana Yesu asifiwe. Ile njaa. Bwana Yesu asifiwe. This is like Bwana Yesu asifiwe. Kama ulikuwa unaenda na ngao. Nowadays they go kama dunia. Bwana Yesu asifiwe. Ni gani ambayo hata ama roho Yesu fanya kitu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu fanya kitu. Na sisi ndizo item. Those days hizi ngao walikuwa wanamwagilia maji. Najua kwa nini? Zile zilikuwa zinaruka kwa moto pana leo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaona ya huko India. Ingekuwa kama moto kama itaingia. Lakini kitambuka chini unaanza kutoka mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. So walikuwa wanakuwa na maji. Wanamwagilia zile kaa zao maji pale. Yao ikikuwa moto, mwingine anakuja mbele. Leo unaenda kumwagilia hapo maji. Bwana Yesu asifiwe. Ama unakuwa na maji huko ndani. Ndio ujileta shimo. Na wewe ni wapi? Bwana Yesu asifiwe. So it was equal vita rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Equal vita rahisi. Ilikuwa vita ngumu sana. Ndipo sababu analinganisha hii vita na kiroho na vita na physical. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tukue tumejitayarisha vizuri. Na si rahisi kubeba hizo. Bwana Yesu asifiwe. Zile nguo za vita si rahisi. Si hata mbele ya shida kwenda nazo. Bwana Yesu asifiwe. Akishindwa kwenda nazo. In addition to all of these, take up the shield of faith with which you can extinguish all the three arrows of the evil. These arrows are accusations, maneno. Bwana
yetu asifiwe. Hii is an accusation ambayo shetani anatuaccuse nayo. He must be very positive. Bwana yetu asifiwe. Ndio tukataka Bwana yetu asifiwe. Hata wakati shetani alikuwa anataka kuchukua mwili wa Moses, the angel Michael akabishana. Bwana yetu asifiwe. The Lord rebuke you. Bwana yetu asifiwe. Tuwe inatolewa itaga. Bwana yetu asifiwe. Tunamwambia may the Lord rebuke you. Bwana yetu asifiwe. May the Lord judge you. Bwana yetu asifiwe. Na yeye anajua ikifika pahali pale, yeye kazi yake anaondokea tu, anajua hakika hawezi kubilana na. Bwana yetu asifiwe. Take the helmet of salvation and the sword of sin, which is the word of God. Bwana yetu asifiwe. Helmet of salvation. Salvation ni kukiri ya kwamba Christ is Lord. Bwana yetu asifiwe. Christ is Lord. Bwana yetu asifiwe. Kulia abenye matendeka. Kana maua anatumu wapi kwa maya. Bwana yetu asifiwe. And the sword of sin. Bwana yetu asifiwe. You must have a one. Wako wana kitu. Todo wana Yesu. Aya na shugo. Bwana yetu asifiwe. Na sisi tuwe makini sana. Tunajua what has God said concerning my life. Bwana yetu asifiwe. What has God said concerning this situation. Bwana yetu asifiwe. Hata hii version itaandika kuna baadhi NLT kwenye changanya kama nitaipata kwa amplify. Nilikuwa nafanya nini yangu na NLT, so hii NLT itaandika kuna baadhi inasema you put the shoes. Bwana yetu asifiwe. Ama amplify imeandika ama kuna mwenye akona message Bible. Yeah. Bwana yetu asifiwe. And the shoes for Bwana yetu asifiwe. Viatu za kuannounce, to protect. Viatu za protect. Bwana yetu asifiwe. Ni za kwenda wakati unakanyaga mahali you possess it. Bwana yetu asifiwe. And it also protect you from thorns. Bwana yetu asifiwe. Ama snakes, ama scars. Bwana yetu asifiwe. Tunapata zili Christ was saying, amewapa nguvu ya kukanyaga nyoka na nge. Bwana yetu asifiwe. Those are the shoes. Bwana yetu asifiwe. The salvation. Kueneza the good news. Bwana yetu asifiwe. Na hii kiatu ilikuwa na vaa. Ilikuwa na spikes. Bwana yetu asifiwe. Ilikuwa na spikes kama zile za pia. Bwana yetu asifiwe. Na wale tunakuwa za wanajeshi zinakuwa para wanaone. Bwana yetu asifiwe. Zile those days zilikuwa na spikes. Ilikuwa inakanyaga. Ikikanyaga inashika chini. Kama zile za wachezaji mpira. Bwana yetu asifiwe. Ingeza dakika lolote. Bwana yetu asifiwe.
Israeli. Na walikuwa wanapigania the Romans, walikuwa wanapigania sana kwa milima. Bwana asifiwe. So that they can be able kupanda zile milima, walikuwa viatu zao sikuwa na spikes. Bwana asifiwe. Nazo spikes zetu ni kujua neno la Mungu. Bwana asifiwe. Kujua what you carry. Bwana asifiwe. Ukijua ambacho umebeba, you be able to stand. Bwana asifiwe. You stand firm. Nadhani ya worship. Na nyoka na again goes represent the wisdom. Bwana asifiwe. Tunaigana hadi kwa mtagia. Bwana asifiwe. Goes wisdom. Utaweza kupambana na kupimana ile kiasi. Bwana asifiwe. Tusome the book of Jeremiah. Tuone nguvu ambayo angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme, ili kumoa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza, ili kujenga na kupanda. Bwana asifiwe. Today I have appointed you over nations. Bwana asifiwe. Over nations. Na pale mwanzo niwaambia kuna rulers. Bwana asifiwe. Tumepewa mamlaka. Bwana asifiwe. Have been given the power over the nations and kingdoms. These kingdoms si ati kwa hivyo unaenda kupigana nazo. Bwana asifiwe. Unapigana nazo arema wana ama neno ambalo umepewa na Mungu. Bwana asifiwe. Wakati challenges zinakuja, unasema si wewe Mungu uliniambia. Bwana asifiwe. You must have arema wana ili uweze kupigana na those nations and kingdoms. Bwana asifiwe. These kingdoms they have a katiba ama rules ama sheria ambazo zinafuata. Bwana asifiwe. These may be laws ama covenants. Bwana asifiwe. Mungu ndiye umetupa. They have answers ambazo zinaongea. They have bloodlines ambazo kuna mpangilio wanafuata. Bwana asifiwe. Huko ndio umetumwa. These are the strongholds you are going to destroy. Bwana asifiwe. Unataka destroy kama umevaa vitu za Mungu za vita. Bwana asifiwe. Kingdoms wa Mungu. Bwana asifiwe. Kabla umoja kitu si lazima ujue itachukua muda gani. Bwana asifiwe. Moja ni umoja. How long will it take? How will I handle this? Nahitaji kufanya. Bwana asifiwe. Sometimes unastahili kujifunga. Bwana asifiwe. Sometimes you need to hear a word from God. Sometimes you need to hear a prophecy. And you must have faith. Bwana
let those argue with you. They challenge you. Unaitwa sifi. Kwa mfano, we see Paul in Athens. Unaitwa sifi. Wakati alikuwa, Biblia inasema, wakati alikuwa anazunguka katika ule mji wa Athens, aliona so many altars selected there. Na akakuwa akijirone akiona Joshua, they are very much religious. Na akasikia wingu sana. Wanaitwa sifi. Akikuwa why? Wengine walikuwa naomba miungu mingi. Miungu, michongo. Wanaitwa sifi. Wengine walikuwa naomba miungu ambao hawajui. To an unknown God. Wanaitwa sifi. Na akina hapo hali. He started arguing with them. He is God. He was the learned fellow. Wanaitwa sifi. Na akachukuliwa akapelekwa Logos to the area of assembly. Wanaitwa sifi. Na pahali pale ndipo anasema people of others, hakika you are very much of the religious. And this new religion, this new religion I'm telling about, that will be hapa. Because nimeona the art to an unknown God. Wanaitwa sifi. Hata pahali ambapo kulikuwa na waabudu shetani, kulikuwa na watu wa Mungu. Wanaitwa sifi. Ni just one guidance. Because Christ akatuma mahali pale, hata kama alikuwa anapotelea vita, alituma mahali pale. Wanaitwa sifi. And he argued with them. Wanaitwa sifi. He argued with them. Kwa sababu in every territory kuna land altar na sifikie. Wanaitwa sifi. Sika nilikuwa na hiyo kitabu in 2018 to 2021 hapo kuna jina la kweli kwenda inaitwa Las Vegas. Wanaitwa sifi. Najua ile la nani anajua ilisha kwa nini? Kwa nini ilikuwa inaitwa Las Vegas? Wanaitwa sifi. It was being brought back kwa sababu China liko na nguvu. If ukiangalia Las Vegas ya Amerika, tabia kwa bahari pale hizo zilikuwa zimeanza kuingia huu mji wetu. Wanaitwa sifi. Na ndiposa walikuwa naita kile China. So that those people can have the guy in a town. Wanaitwa sifi. In a city. Until watu wa Mungu wakasema wanaitwa sifi. Na wakaomba ile jina. Sasa kulikuwa kumeanza those night clubs. Zingine hata walikuwa wanaanza kukutania huku watu wa LGBTQ. Wanaitwa sifi. Lakini sababu watu wa Mungu walisema walichua shetani ameanza kuingia. Wakasema na wakaombea mtu yeye. Wanaitwa sifi. Mwenda kuangalia. There are those documentary zenye ziko Google News. Wanaitwa sifi. Those kwa group unatoa the ancient altars. Wanaitwa sifi. The ancient altars that speak, the laws, the ziko. Wanaitwa sifi. You are uprooting them. Because unapewa nguvu to go to the nations and kingdoms. Unaondoa taratibu sana, unaondoa wenye
Shadrach, Meshach na Abednego wanaitwa siku. Wakati waliambiwa wainamie kichwa Babeli, akaambiwa inamie mfalme idol ya mfalme, akikataa. Wanaitwa siku. They refused. And they are challenging the north. They are challenging the ancient altars, the tradition, the cultures of that city. Wanaitwa siku. And they did. Wakafuta, wakang'oa. Wanaitwa siku. Wakang'oa zote. Kukosa mfalme akasema hakika hakutakuwa Mungu mwingine isipokuwa Mungu wa Shadrach, Meshach na Abednego. Wanaitwa siku. Why? They stood firm. They knew their God. They had a rema. One, msinamie Mungu mwingine. Wanaitwa siku. Those walikuwa wamefunzwa. They were from the tribe of Judah. Wanaitwa siku. Sometimes we face challenges when we are destroying and overthrowing these kingdoms. Wanaitwa siku. We face challenges. Na sometimes wengine wanakufa. Wanaitwa siku. Sababu wale watu ambao waliwashika na wakuruka wakalisha katika tanuru ya moto, they died. Wanaitwa siku. Walikufa. Wengine waliachwa na alama. Hata mfalme alishangaa. Wanaitwa siku. Whenever you are overthrowing a kingdom, kuna vita. Wanaitwa siku. Lazima ukuwe umejipanga vizuri. Lazima ukuwe na intelligence yenye anafanya mambo. Wanaitwa siku. This is spiritual intelligence. What you are dealing with, what affects people in that area. Wanaitwa siku. You must have manpower. Watu wa kukuombea. Hapa Paulo anasema wakati alikuwa bidii zake, barua zake mingi, anaambia watu kuniombea. Wanaitwa siku. You must have manpower. Watu wa kukuombea. Na wewe ujiombea wewe mwenyewe. Wanaitwa siku. You must have weapons. Tumeziona zile weapons. Yani you must have pride. Tactics for wanaitwa siku. Kwa nini yuko unaona kidogo? Tayari lako. Wanaitwa siku. Problem ya kundi ni wanaitwa siku. You must know what you are dealing with. And this area, many Christians, they don't know what they are fighting with. You don't know kenye unapigana nacho. No, ndio ile. Wanaitwa siku. Hapa ni kosa. Very many Christians, they fail in this area. Hawana intelligence. Hajui nini wanapigana nacho katika maisha. Wanaitwa siku. Because kenye unapigana nacho, mwingine hapigani nacho. Wanaitwa siku. Ama watu anakuwa kenye anapigana nacho, watu wakisimu wapi nacho. Wanaitwa siku. Also, you must be very keen. You must have the intelligence of the right thing. Ama yako maneno unapigana na nini. Wanaitwa siku. Kanado wa huko kuona ile mahali haki. Nikielewa haki ya Mungu na haki. Napigana nacho kweli. Wanaitwa siku. Mwingine analia asirale. Mwingine analia kwa mwingine analia gari yake imepata accident pale. Kwa hiyo si chakula. Yeye analia mali yake. Wanaitwa siku. Because it is very ujue nini unapigana nayo.
be able to overthrow and destroy. Wanaitwa sivyo. Tunapoingia duniani. Wanaitwa sivyo. Then to build and to run. Wanaitwa sivyo. To build and to run. Unajenga nini? Unajenga msingi imara katika Bwana. Wanaitwa sivyo. You teach those people the good news. You are elected out of God. Wanaitwa sivyo. Tunavidiona presence of our Lord. Kuna mwingine anachukua. There is no vacuum. Even in an area, there is no vacuum. Ona Mungu aliyewe. Imeacha kanisa. Wanaitwa sivyo. Nataka kanisa endelee. Wanaitwa sivyo. Kwa sababu usipo mwingine anaanza kujenga. Wanaitwa sivyo. Kwa sababu tunakutana ili kuwekana nguvu. Yesu atakuwa anasema, nasikia siku hizi anasema, we left church but not God. Wanaitwa sivyo. Utafunzwa. Wanaitwa sivyo. Kwa sababu tunakuja kufunzana, to encourage each other. Wanaitwa sivyo. Wakati unakaa kwenye macha kanisa. Kwa hiyo Kristo alikuwa angehubiri peke yake. Wanafunzi walikuwa nani? Wanaitwa sivyo. Alikuwa na wanafunzi. Na walikuwa wanaenda hadi kufunza in synagogue. Wanaitwa sivyo. In temple. Wanaitwa sivyo. They went there so that they can encourage one another. Wanaitwa sivyo. So whenever you destroy, you must build. And you must plan. Building is construct a new thing. Kuweka msingi mwingine wa Kristo. Wanaitwa sivyo. Na ku-erect the new altars of Christ. Wanaitwa sivyo. Neno la Mungu katika mioyo ya watu. This is how we are called to do. Wanaitwa sivyo. Hili ndio neno tumepewa. You are appointed over nations and kingdom to uproot and to tear down, to destroy and to overthrow, to build and to plant. Wanaitwa sivyo. Lazima tuwe watu wa kufanya kazi. Tuwe watu wa kujenga. Tuwe watu wa kupanda neno la Mungu. Na ukipanda, kesho tunapanda unaacha. Wanaitwa sivyo. Lazima umwagilie maji. Umwagilie maji. You go and be taught. Na unafunzana. Wanaitwa sivyo. Yeah. So that this good news, you can continue having the faith in Christ. Wanaitwa sivyo. Lazima ukua vitu wa kuomba. Wanaitwa sivyo. You are building. You must have the intelligence. Wanaitwa sivyo. Utapata wapi hizi intelligence? Ni katika Biblia. Wanaitwa sivyo. And from prophecy. And from knowledge. Wanaitwa sivyo. Word of faith ama wisdom. Wanaitwa sivyo. Ambayo Christ ni vipawa za Roho Mtakatifu. Wanaitwa sivyo. All those things are there.
wataishia jehanamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Biblia inasema wengine watakuwa wakisema tulikuwa tunakuita Bwana Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini watakuwa wamefikiriwa nje. Kwa sababu gani? They never whatever was granted. Bwana Yesu asifiwe. They never do whatever Christ laid foundation for.